Wapo tangu saa 11 alfajiri, hawaelewi hatima yao. Hamu ya kutaka kufika waendapo yote imewakata. Unaweza kusema wapo msibani, lakini si hivyo. Hapa ni kituo cha mabasi yaendayo mkoani. Wengine tiketi wameshakata, lakini mabasi hawayaoni. Wengine hata tiketi hawana, inawalazimu kuendelea kusubiri masaa kadhaa mbele. Hali hiyo imechochewa na ongezeko la safari kuelekea msimu wa sikukuu za mwisho wa mwaka, pamoja na hofu inayotanda miongoni mwa wananchi kufuatia tetesi zinazozagaa mitandaoni kuhusu uwezekano wa maandamano yasiyo na ukomo kuanzia Disemba 9 mwaka huu 2025. Kutokana na hali hiyo, mabasi mengi yanayoenda mikoani nafasi zimejaa kuanzia Disemba 1 hadi Disemba 8 mwaka 2025. Aidha, mifumo isiyo rasmi ya ukatishaji tiketi imeendelea kutoa mianya ya upandaji wa bei za nauli kiholela. Mwananchi Digital ikachukua hatua ya kumtafuta mkurugenzi wa mawasiliano wa wamiliki wa mabasi Tanzania TABOA, Mustafa Mwalongo, ambaye amekiri kuwapo kwa viwango vya nauli. Ili uweze kupata tiketi halali, nenda ofisini au pakua apps ya kampuni husika. Kama utakuta gari imejaa leo, maana yake fanya booking ya gari ya kesho. Kuwa na subira. Na kama imejaa ya kesho, kata ya kesho kutwa au nenda kampuni nyingine tena kaulizie, watakwambia ya kesho ipo. Watanzania tumekuwa tunakosa subira. Tunataka tupate safari siku hiyo hiyo na tiketi tupate siku hiyo hiyo. Utamaduni huu tungeuacha. Tutumie utamaduni wa kisasa. Ukipakua apps utakuta gari imejaa ya kwanza, ya pili, siku ya pili imejaa, ya siku ya tatu ina nafasi, kata tiketi siku ya tatu. Vinginevyo utakutana na tiketi za vijana ambao sio waadilifu na watakuuzia tiketi za ulanguzi. Na tiketi za ulanguzi watakuuzia kwa bei ambayo sio rasmi. Ila ukisoma ile tiketi ya kielektroniki utakuta nauli iliyoandikwa ni ile ile ya LATRA, isipokuwa wewe utachajiwa pesa tofauti. Mwananchi haikuishi hapo, ikamtafuta afisa mfawidhi wa mamlaka ya usafiri ardhini ya LATRA kituo cha Magufuli, Rukia Kibwana, ambaye pia alisema ili kukabiliana na hali hii, mamlaka tumetoa ruhusa ya wasafirishaji kuomba vibali vya muda mfupi. Kwa maana ya kwamba kama msafirishaji alikuwa na gari lake ambalo linasafiri ruti ambayo kidogo hakuna ongezeko kubwa la abiria, ana uwezo wa kuomba kibali kwa ruti hizi ambazo zina ongezeko la abiria. Au kama labda alikuwa anasafiri muda wa usiku saa 9 usiku, lakini inaonekana muda huo hatapata abiria wengi, anaweza kaomba kubadilisha muda, akaweza kusafirisha watu saa 7, saa 8 au saa 12 asubuhi. Kwa hiyo hicho ndio tulichokifanya. Ambacho tunahitaji kwa wasafirishaji ni kwamba hakikishe tu kwamba hicho chombo chake cha usafiri kina leseni hai ya mamlaka, kimefungwa kifaa cha ufuatiliaji wa mwenendo wa magari, dereva wake amethibitishwa, lakini pia anatumia kifaa cha utambuzi wa dereva iButton. Nia ni kuhakikisha kwamba hawa abiria wanasafiri salama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.